Yes, karibu tena mtazamaji wa Nteze Media. Nteze Media inakukaribisha tena siku ya leo tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, siku nzuri kabisa ya Jumamosi bora kweli kweli. Shukrani sana kwa dhati wale wote ambao wamecomment, wamelike, wameshare, wamesubscribe channel yetu Nteze Media. Nawashukuru sana kwa dhati wale wote ambao wanafanya hivyo. Thamani yenu ni bora kweli kweli, nyinyi watu wangu wa thamani sana kwa sababu nyinyi mnatupa nguvu hasa kupitia Nteze Media. Nteze Media ni yako, Nteze Media ni yako muda wote, na wewe ni mtu bora kweli kweli hapa jijini Dar es Salaam. Kwanza nikukumbushe tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025 pale nchini Misri kuna mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba anakaribishwa na Al Masry, mchezo ambao ni wavuta ni kuvute kweli kweli. Vita itakuwa ni kubwa kwa sababu hao wote wanahitaji kufuzu nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Muhimu zaidi ni kwa Mnyama Simba Sports Club. Kitu ambacho leo nje ya box Nteze Media inatazama wachezaji ambao wataamua mechi katika mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwenye upande wa kikosi cha Simba chini ya coach Fadlu Davis kuna wachezaji ambao ni hatari kabisa. Achana na Elie Mpanzu, Jean Chalea huwa pamoja na Kibu Denis Mkandaji. Hawa ni watu ambao wanacheza safu ya juu pale kwenye viungo wa shambuliaji, ambao hawa wanafanya kazi ya kupiga cross na kurusha zaidi inside 10. Jean Chalea huwa ni mtu ambaye ni mbunifu na creativity kubwa, akiwa pale nafasi ya namba 10 akiwa katika kiwanja hicho cha hapo nchini Misri. Kitu ambacho ni kizuri zaidi kwa Elie Mpanzu, kwanza ni mtu ambaye ana numerical advantage na pia ana uwezo wa kutengeneza nafasi kupitia cross, na pia anaweza kupiga mipira mirefu zaidi kwenda kwa mpinzani na pia kusababisha hatari kwenye goli pinzani. Lakini pia kwa upande wa Kibu Denis Mkandaji, mtu ambaye ana nguvu, umuhimu wake ni mkubwa hasa kwenye kosi cha Simba kwa sababu anaongeza energy ya hali ya juu. Uwezo kumfanisha Kibu Denis na Joshua Mutale Budo kwa sababu Kibu Denis mtu ambaye anasema anaweza kukaa na mpira kwa dakika kadhaa, ila kuwa maintain wachezaji wa timu pinzani. Pia ni mtu ambaye ana uwezo wa kupiga mashuti marefu na kujaribu kumwin kipa wa goli la pinzani. Lakini pia tumemtazama Kibu Denis kwenye mchezo wa Morocco na Tanzania pale katika nchi ya Morocco katika jiji la Auja. Alifanya vizuri kabisa na alipiga michomo mirefu na pia alitengeneza nafasi nzuri ambazo zilishindwa kutumiwa na washambuliaji wa timu ya Taifa Stars. Kwa hiyo kitu gani ambacho Kibu Denis atakifanya siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye mchezo huo muhimu wa kombe la shirikisho barani Afrika? Tusubiri tuone kitu ambacho ataambiwa na coach Fadlu Davis. Lakini kwa upande wa Jean Chalea huwa ni mchezaji ambaye kwanza hatajwi, hazungumzwi, lakini mtu ambaye ni hatari sana kwa sababu ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kutengeneza mashambuliaji na pia ni mtu ambaye ni mbunifu haswa kwenye kuwafanya timu pinzani kuwa na hadana kuhangaika zaidi katika mpira wa miguu. Kwa watu ambao ni hatari kabisa kwenye mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye coast Simba Sports Club ni Jean Chalea huwa mtu mzima huyo ambaye paka sasa na goli 12, ana assist 6, ana mchango wa magoli 18 kwenye ligi kubara hapa nchini Tanzania. Lakini pia Elie Mpanzu, Kibisa wala na Kibu Denis Mkandaji, hawa ni watu muhimu kabisa ya coast Simba Sports Club. Nje box Nteze Media umetazama hawa watu kupitia nje box Nteze Media. Mimi naitwa Nteze Junior, pita kwenye page ya Hassan Nteze Junior pale Instagram, lakini pia pita kwenye IG ya Nteze Media TZ. Andika comment yako hapo, subscribe au follow hii account itakuwa